na Mungu asawazishe kupitia kwa Fabrice Ngoi, na mpira huu pia ulikuwa ni wa adhabu ama mpira wa faulo. Baada ya kupiga ule mpira rebound, tunasema mpira wa pili, si ndivyo? Mpira wa pili ule akanufaika bwana wetu, alienda kuogelea pale kwa kifuani. Mpira huu wa pili ulizalishwa na yeye mwenyewe golikipa, tunamzungumzia Amasoje. Sasa uongozi wa klabu ya Singida kupitia kamati ya nidhamu umewachukulia hatua za kinidhamu wachezaji Khalid Aucho na Amos Abasoji kama ifuatavyo. Moja, Khalid Aucho bwana ameadhibiwa kwa utovu wa nidhamu na utoro kazini, hivyo amesimamishwa kwa muda wa miezi 3. Ashamaliza msimu huyo. Miezi 3, ligi inaisha hiyo. Hadi adhabu iishe mwezi wa 6. Lakini Amos Abasoji yeye kasimamishwa kazi kwa muda wa miezi 3 kupisha uchunguzi wa tuhuma za upangaji wa matokeo, match fixing. Na yeye ashamaliza msimu. Ashamaliza, si ndivyo? Kole goli jana. Sasa klabu inawakumbusha, kumbe akulia bure. Klabu inawakumbusha wachezaji na watumishi wake wote kuzingatia nidhamu, uwajibikaji na heshima kwa klabu. Hii imetolewa na ofisa mtendaji mkuu wa klabu. Sasa kupitia kwa mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa kikosi hicho, huyu ni Hussein Masanza bwana. Yeye amethibitisha juu ya tukio hili bwana. Manasuti test. Kwanza nithibitishe kwamba ni kweli uongozi wa club leo hii umetoa taarifa kwa umma kuwajulisha wapenzi na mashabiki pamoja na wadau wa soka kuhusiana na maamuzi ambayo yamefikiwa na kamati yetu ya nidhamu kwa wachezaji wawili Khalid Aucho pamoja na Amos Abasoji. Taarifa rasmi ni kwamba uongozi wa club ya Singida Black Stars kupitia kamati ya nidhamu umewachukulia hatua za kinidhamu wachezaji Khalid Aucho na Amos Abasoji kama ifuatavyo. Khalid Aucho ameadhibiwa kwa utovu wa nidhamu na utoro kazini, hivyo amesimamishwa kwa miezi 3, lakini Amos Abasoji amesimamishwa kazi kwa miezi 3 pia kupisha uchunguzi wa tuhuma za upangaji wa matokeo. Klabu inapenda kuwakumbusha wachezaji na watumishi wake wote kuzingatia nidhamu, uwajibikaji na heshima kwa klabu. Si mara ya kwanza kwa klabu yetu kuchukua maamuzi haya na haitakuwa mara ya mwisho kuchukua maamuzi ambayo tunaona ni maamuzi ambayo yanazingatia weledi na yanazingatia pia maslahi mapana ya klabu yetu. Wewe ni mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa kikosi cha Singida Black Stars Hussein Masanza akisha maoni yake na kuthibitisha taarifa ambayo inahusiana na issue nzima ya utovu wa nidhamu ambao umefanyika na wachezaji wawili. Khalid Aucho, utovu wake wa nidhamu ni engo ya utoro kazini. Hayupo eneo la kazi. Lakini pia Amos Abasoji ni upangaji wa matokeo. Nigeria hiyo. Muda mfupi baadaye Khalid Aucho akaja akashare maoni yake kupitia mtandao wake wa Instagram. Lakini wale ambao tunaishi Facebook pia tuliona yale maoni yake. Daktari wa soka. Mtu mmempa tu daktari kabisa afu aje kuleta utovu wa nidhamu. Haiwezekani. Tunamvua vyeo au unasemaje? Ni kama ni kweli inabidi avuliwe vyeo. Haiwezekani bwana mtu kama huyu. Khalid Aucho. Aucho akashare hapa akasema kwamba have always carried my myself with professionalism through my career, representing every club with respect and discipline. In all my years in football, I have never been involved in any case of indiscipline because I understood the responsibility thus come with being a professional player. To my brave fans who have always told me this situation will come to pass. Thank you for your continued support. Kamusi. Kwa tafasiri sasa faida ya watu wa YouTube. Kwa tafasiri ambayo sio rasmi. Anasema kwamba katika maisha yangu yote ya soka sijawahi kuhusika katika kesi yoyote ya utovu wa nidhamu. Kwa sababu unajua wajibu wangu kama mchezaji wa kulipwa, professionalism, si ndivyo? Professional footballer, si ndivyo? Kama mchezaji wa kulipwa kwa siku zote huwa naitumikia klabu, naitumikia kila klabu kwa heshima na nidhamu. Mashabiki wangu mlosimama nami, of course mashabiki wangu mlosimama na mimi, hali hii pia itapita. Una ujumbe Abasoji bwana, una ujumbe kujitetea sana. Ujumbe kujitetea. Hivi hapa libidi akanushe. Hapa hajakanusha wala hajakubali. Kwa hiyo yeye kushare huruma ya jamii. Kushare maoni alipaswa
kukanusha. Goma. Lakini hii kama anakuambia kwamba kwenye career yake ya football hajai kuwa na hizo ni of course issue ya utovu wa nidhamu katika klabu yoyote aliyopita. Si ndivyo? Kwa hiyo amemsingizia. Maana anakuambia hapa kwamba kwenye klabu yoyote ambayo mimi nimepita, amekuwa ni mtu ambaye anaamini katika nidhamu. Sawa, unaamini yani, akizingatia hili sasa, akizingatia issue nzima ya kuwa mchezaji ambaye ni professional. Sasa binadamu tunakoseaga, anaweza kukosea mara moja, ndio hii. Kanusha hili la saizi. Hapa amekanusha. Mimi kwangu mimi nimeitemu hii kama amekanusha. Kwa hili andiko mlango wa nyuma sana. Sema wewe na mimi sijafanya. Wao unaongana na Singida. Katika hili? Siungani lakini hapana. Umepata za nyuma ya pazia nini? Kwa mujibu wa Nsajigwa, hebu tupange. Sio kwa mujibu wangu. Hili sakata limeendelea kunithibitisha kwamba Singida imepoteza ushawishi mtaani. Singida imepoteza ushawishi. Yaani inawezekana hata wakawa wanatoa taarifa ya kweli, lakini bado watu wakagoma. Kwa hiyo hapo naamini inaweza kaa ni uongo hizi taarifa. Hapo Aucho anajitetea, anatafuta tu huruma ya jamii. Lakini unaweza kaa kuna mistake imefanyika. Lakini sasa anajua kabisa mtaani watu wanamkubali, watu wanamheshimu. Soma comment hizo, ukute hata moja ambayo inamshambulia yeye. Zote zinaharibu Singida. Kweli soma hapo. Comment ya kwanza kabisa. Really Kratos Chota Chama. Be at peace. This is too sharp pass, brother. Skudu, a true leader with high morals. Naona hizo. Kennedy Msonda. Your professionalism is unquestionable because your activity and consistency speak for itself, my brother. All the best. Babage, captain. Kibaya zaidi au ni wachezaji wenzake ambao wamecheza nao, wengine Yanga, wengine Simba. Tibanzo Kinza. Yeye amepiga ile. Wote wanamsupport. Mkono mmoja. Kevo, Jinja Maestro. Doctor of football. Stay blessed bro. Always you are the best. Official God Yanga, I say. Nilitaka kushangaa Lydia Aucho. Sasa mbona sioni yani kwenye comment mimi nimesoma zote. Hakuna hata moja ambayo inamjibu Aucho. Nyingi. Just in case. Pole kwa hiki kilichotokea Halidi. Naamini litapita tu, kweli utakuwa wazi hivi karibuni kwa waliochafua. Sasa wakati tunaendelea kusoma comment hapo, kuna comment ya mchezaji mwenziwe Singida Lamine Jaju. Naye anaunga mkono hicho. Ipo hapo. Kweli ame comment kopa la kusupport. Kwa hiyo maana yake mchezaji hana shida. Jaju ambaye yupo kwenye timu. Mchezaji hana shida. Sasa ambacho kinanishangaza mimi. Hizo comment ndio hivi. Hizo comment ni za marafiki zake ambazo wachezaji inaweza hawezi kuwa negative kwake. Mashabiki pia hawajui ambayo yanaendelea nje, lakini inathibitisha kwamba Singida wanapoteza ushawishi mbele za watu. Yaani una mtu anaweza kutoa taarifa afu bado watu wakagoma. Sababu hii sio ya kwanza. Nakumbuka ile ya kumjibu au mpaka kafunga comment. Watu wanajibu akuja kujibu kwetu. Kuna hizo. Japokuwa kuna tetesi nyingine zinasema kwamba Aucho amepewa karibia barua 2 za onyo. Moja alichelewa kurejea kambini baada ya AFCON. Ya pili baada ya michuano ya kimataifa kumalizika, ile mechi na Stellenbosch pia alichelewa kurudi. Pia akapewa barua nyingine ya pili ambayo ndio imefikia mpaka tulipofikia leo. Kwa sababu baada ya Stellenbosch safari ya Singida kimataifa ikawa imeishia hapo. Kwa kuna hizo tetesi ambazo zinasema. Na hata ukitaka kujiuliza leo hii baada ya AFCON kweli Aucho alichelewa kujiunga na kambi. Wote tunakumbuka. Lakini hakuwa peke yake. Sawa. Hata timu nyingine pia kuna baadhi ya wachezaji ambao walipewa ruhusa maalum. Yani hilo lipo. Mfano Chama alikuwa na hiyo kwa upande wa Singida sasa. Nizo timu nyingine wengine pia walichelewa kwa sababu zao. Kila mtu anakwaza kwake.